Tofauti ya app ya abiria na app ya dereva ni nini? Industry yetu au teknolojia yetu sio kuwa biashara ya taxi au biashara ya usafiri. Mlikuwa kuna manunguniko sana na madereva, wamiliki wa magari. So unajikuta mara nyingi kila taasisi inapokuja kwetu, unapoleta maombi, tunaweza ku run through credit info. Lakini sasa ina maana hizi zimekuja kutengeneza uwepesi wa watu kusafiri. Taasisi zote kubwa unazozijua, zaidi ya 90% ni wateja wetu. Bwana, mambo vipi? Karibu sana, Masud Kipanya hapa. Karibu kwenye Credit Info Fireside Chat. Tunakuwa tunaongea pembeni ya moto hapa. Moto wa kisasa, lakini unaweza usikuunguze. Na huwa nawaleta wageni wengi sana. Leo nimewaleta wageni ambao kutokea kampuni ya mimi naita Bolt. Lakini atatuambia unaweza kukuta Bolt ni mtoto, juu yake kuna kampuni. Anaitwa Milu Kipimo. Milu yeye ni Senior Country Manager Bolt Business Tanzania, Tunisia and Ghana. Hiyo nilikuwa natamani sana kujua Bolt iko wapi na wapi na wapi na kwa nini. Kwa hiyo Milu yeye ni meneja mkazi, tunasema kwa Kiswahili. Meneja mkazi, yes, country manager kwa Tanzania. Anasimamia lakini mbona inatajwa Tanzania, Tunisia na Ghana. Tutakuja kujua vizuri. Milu, karibu sana. Asante sana. Mimi natamani kujua hadithi ya Bolt, kwa sababu Bolt mimi najua sidhani kama watu wanajua kwamba Bolt ni startup pia. Yaani kwa maana ya kwamba huko ilikuanzia huko, maana kila kitu kilianza kidogo. Si ndio? Bolt ilianzaje na ilianzia wapi? Na alianzisha nani? Masud, thanks so much for having me. Asante sana kwa kunialika leo, na asante sana pia Credit Info. Ni swali ambao watu wengi wanachanganya sana mara nyingi. Kuna baadhi ya watu wanafikiri si ni kampuni ya usafiri. Na vinginevyo, lakini sio kampuni ya usafiri. Actually ni kampuni ya teknolojia. Na historia yetu kidogo ni historia ambayo inaweza ikawa labda ni motisha au motivation kwa na ndio maana nataka sana watu waisikie. Yes. Yeah. So Bolt ilianzishwa kwenye nchi moja katika ukanda wa Baltics au Eastern Europe. Nchi ambayo inaitwa Estonia. Ni nchi ndogo sana ambayo ina watu kama milioni 1.2 nchi nzima. Na 2013 mwanzilishi wetu au founder ni kijana ambaye alikuwa ana miaka 19 na alikuwa yuko shule ya upili au high school kipindi hicho. So akagundua kuna changamoto kubwa sana katika mji wao, mji mkuu wa Estonia unaitwa Tallinn, ambao traditional taxi company au rental zilikuwa so powerful katika nchi hiyo. Na wananchi walikuwa hawezi kupata kitu ambacho ni rahisi. So akaenda akaomba mkopo wa euro 5,000 kutoka kwa wazazi wake. Euro 5,000 tu. Euro 5,000 pekee, ambao hiyo ilikuwa ni saving kwa sababu atakapomaliza high school, atakapoenda college, hela ya kuweza kuanza nayo. So wazazi wake ilibidi wachukue hiyo risk, wakampa mtaji wa euro 5,000, ambao kipindi hicho tulianza na our core business line ambao tunaita Ride. Huko nje mnaita ride hailing, ambao ni our consumer business side. So tulianza na hiyo hapo kipindi hicho 2013. Baada ya kwanza tulianza ku-expand taratibu. Ride ilikuwa inafanya nini? Ride, it's actually ndo hiyo ride hailing services ambayo ni for consumer, ambao ukitaka kutoka point A kwenda B unaweza kutumia usafiri. Tunakuleta kwenye marketplace yetu, tunakuunganisha pamoja na dereva ambao yupo tayari muda huo kuweza kuhudumia. Hiyo ndo our core business line and our biggest business line. Hiyo ndo ilianza. Lakini baada ya hapo tukaanza ku-expand. Yeah. Milu. Yeah. Ujamaa alipokuwa na dola 5,000 alichomoka tu. Yeah, so sababu usiwafanye watazamaji wangu wakaona ni rahisi. Yeah. Najua kuna vitu vingi alipitia hapo katikati. Nataka kuamini alikuwa makwama vile vile. Au alipopata tu mkopo wa euro 5,000 kutoka kwa wazazi wake, umesema. Akafungua tu akaanza moja kwa moja. No, haikuwa rahisi kwa sababu kipindi hicho ilibidi usiku ndo aweze kufanya coding, kuweza kuhakikisha kwamba app yetu au application yetu inaweza kufanya pande zote, kwa sababu tunakuwa na application tofauti. Japokuwa watumiaji wengi wanaijua tu app ya abiria, lakini kuna app ya dereva pia. So ilibidi zote hizo kijana ambao bado yupo shule ya upili aweze kutengeneza app usiku ya abiria na dereva, lakini pia mchana alikuwa anapita mtaani kufanya kazi ya mauzo, kuhakikisha kwamba na bado shule anaenda kuhakikisha kwamba anaweza kupata madereva wa kuweza kuhudumia wateja katika app yetu. Lakini baada ya muda ilibidi aweze ku drop out high school. Tofauti ya app ya abiria na app ya dereva ni nini? Kwa sababu kwa sisi tunavyojua taxi mtandao hizi tunazoziona Bolt naita
gari, dereva anakuja ananichukua. Tofauti ya nimesikia unataja app ya abiria, app ya dereva. Tofauti yake ni nini? Ni kwamba unapozungumzia marketplace yoyote ile, kama unaweza kuwa na marketplace ambayo una connect mtu A na mtu B, lazima pande zote mbili ziweze kuwa na namna ya kuweza kuwasiliana au kuweza kuona hayo maombi yanayotoka upande mmoja. So upande wa app ya abiria inakuwa ni app ambayo ipo maalum kwa sababu ya abiria unapotaka kutoka point A kwenda B, au unapotaka labda hata kuschedule kutoka point A au B, unapata taarifa zote za safari zako, wapi ulienda, taarifa zote ambazo ni muhimu. Lakini pia upande wa dereva wanakuwa na app ambayo inaweza kumrahisishia dereva kuweza kujua kipato chake, anatengeneza kiasi gani kwa siku, anatengeneza kiasi gani kwa wiki au kwa mwezi, kwa sababu ni muhimu. Watu wengi ambao walikuwa kwenye informal sector walikuwa hawezi hata kuwa na track kujua ni kiasi gani wanachotengeneza. Hiyo ni moja. Lakini pili, anaweza kuona pia rekodi yake ya huduma anayoitoa. Kama anatoa huduma nzuri, ataweza kuona kwenye application yake pia, kwa sababu tunakuwa na vitu, kwa sababu ya kutoka kwenye feedback ya abiria. Yes. Okay. Lakini pia safari, ili uweze kumpata dereva, lazima dereva aweze kuona taarifa za safari yako. Unapotaka kuomba, anaiona na mwenyewe pia kwenye app yake, anaweza kupata taarifa zako kabla hata kupokea. Kwa lazima aweze kuwa na hiyo sehemu maalum ambayo ndio app, anaweza kuona taarifa, anapokea. Au hata kama ni schedule ambayo sio on demand, anaweza kaiona pia, akaweza kujua okay, Masudi ameweza saa hizi ameschedule, niweze kwenda kumfuata labda saa 11 alfajiri. Kwa lazima aweze kuona mapema, aweze kuplan na kuweza, ni njia pia ya sisi kuweza communicate na madereva kama ambavyo tuna communicate na abiria wetu kupitia hiyo app. So ni robust app ambayo ipo na inakuwa na upgrade kila kunapokucha, ili kuhakikisha kwamba madereva wanatoa huduma nzuri. Breakthrough yake aliipata lini? So ndo hapo nilivyokuwa nakwambia. So baada ya kuanzisha, baada ya hizo struggle, kwa sababu kulikuwa kuna lot of pushback, watu wa rental, watu wa fleet owner, kwa sababu ukienda Eastern Europe ni market ambao watu wengi wa taxi wanafanya under a fleet. A fleet ni kwamba inasikana Masudi una magari 5,000 and then unakuwa na madereva ambao labda wanaendesha magari yako, wanatoa kwa hesabu, lakini still unakuwa wewe una power au control on how madereva wako wanaweza kufanya kazi. So kulikuwa kuna hiyo challenge ya adoption. Unajua siku zote teknolojia kitu kinapokuja, upokeaji ni sio rahisi actually. So pushback ilikuwa hata kuanzia kwa madereva kukubali the system, lakini pia kwa abiria, kwa sababu kipindi ambacho hiyo 2013 tulikuwa tuna compete na giant ambao mmoja ulimwenguni ambao walikuwa wameraise $20 billion. Ni Uber, American friend, wameraise $20 billion. And sisi Imagine ameanza bado na hiyo 5,000. Huyu jamaa anaitwa nani? Anaitwa Marcus Villig. Marcus Villig, MARKUS Villig. So akaanza na hizo changamoto kidogo, lakini adoption ikaanza kuja, na baada ya adoption na challenge moja wapo, nadhani ukiachana na watu kuzoea vitu vipya, lakini owners wa fleets walikuwa pia wanampiga vita kubwa sana, kwa sababu ni kama unakuja kubadili mfumo mzima ambao watu washaifanya. Na unajua biashara ya fleet au ya taxi ni Tanzania tu, lakini nchi nyingi kuna watu ambao wanaitwa mamob, ambao kuna watu ambao ni mamafia wanasimamia, ndo wakubwa, watu wenye ushawishi mkubwa wa kifedha au nafasi kwenye serikali tofauti. Kwa inakuwa ni vita ambayo ni sitaki kusema vita ya kiuchumi, lakini ambayo inahitaji lot of financial. Kwa Tanzania sisi tuliwahi kuwa na kitu kinaitwa Cokex. Nadhani ndio ulikuwa ushirika. Baada ya hapo hizi taxi ambazo unaziona nyingi ni kila mtu ni taxi yake. Anasajili katika mifumo ya kiserikali, lakini inakuwa ni taxi yake au taxi labda tajiri mmoja kama mimi unaweza kuwa na taxi 3, 4, 5, lakini hawakuwa powerful kama ambavyo hii unaielezea kwenye baadhi ya hizi nchi. Mtu ana taxi 1,000, 5,000, 6,000. So hiyo ilikuwa ni challenge, lakini unajua uzuri wa teknolojia ni jambo ambalo nawaambia watu siku zote. Kwa sababu hata ukikompare kwa Tanzania tulilaunch in 2017, hata tulivyokuja kipindi hicho adoption ikuwepo actually. It was a bit tough. Kila mtu alikuwa anaona kuchukua taxi it's a luxury. Tofauti na sasa hivi it's a necessity. Either mtu ana kipato, hata mwanafunzi ambao yupo chuo kikuu bado wanatumia hizo. Umeongea kweli, wakati ulikuwa mtu anachukua taxi ni mtu ana hela. Mara nyingi sana. Wengine wote wanachukua public transport. Lakini sasa ina maana hizi zimekuja kutengeneza uwepesi wa watu kusafiri. Na so hizo ndo challenges kutana nazo, lakini adoption ikaja. Baada ya adoption tukaanza kuexpand kutoka nchi ndogo ya Estonia. Alianza kuexpand kwanza kwenye eneo la Baltics. Hapo nazungumzia nchi kama Lithuania, Latvia,
Baada ya hiyo expansion na kuweza kukua kidogo, by May 2018 kwa mara ya kwanza we became a unicorn baada ya kuraise roughly 200 million if I'm not mistaken, 150 to 200. Miaka mingapi baadaye? Hiyo ni miaka mitano baada ya kulaunch kutoka 2013. So ndo status yetu ya kwanza, we became a unicorn mwaka huo. Na hadi kufikia mwaka huo tukaanza kuexpand. Nafikiri 2019 to launch our second business line ambao tunaita Bolt for Business, ambao hiyo it's a group arms, B2B arms ya the entire group. Lakini baada hapo tukaja launch delivery ambao tunafanya Bolt Food na Bolt Market. Wakati huo bado mko Estonia, Baltics pale? Tupo huko, lakini tulianza kuexpand na Afrika, kwa sababu kwa Afrika tulianza kulaunch ilikuwa ni South Africa in 2016. And na privilege kwa sababu saizi ni part of my scope pia. So tulivyo launch South Africa, it became one of our largest market globally kwa kipindi hicho. Na kwa Afrika ilikuwa ya kwanza pia. And then tuka expand kwa Afrika, tupo Kenya, tuko Tunisia, Ghana, Uganda, Tanzania, lakini pia na Nigeria. So tuka expand hivyo, lakini kwa leo sasa hadi leo hii tuna 6 business line ambao ndio nilikuwa nakwambia. Tuna Bolt Food ambao tunafanya food delivery, tuna Bolt Ride ambao iko purely kwa sababu ya ride kwa consumer, and then tuna Bolt Market ambao ni grocery delivery, unahitaji sukari, you need anything tuko nayo, and then tuna Bolt Drive ambao ni our car sharing, tunanua our own fleet in the street, na kila mtu anachotaka. Hizi sita zote kwa Tanzania tayari zinafanya kazi? Tanzania tuna 2 tu. Tanzania kuna ipi na ipi? Tuna Bolt Ride ambao ni ride hailing for consumer, and then tuna Bolt for Business ambao hiyo ni for enterprises side, ambao ndio business line ambao anakuwa nasimamia. Sasa hivi jamani, tajiri kiasi gani? So hadi kwa rekodi za December, hatupendi kutaja. Hadi rekodi za December 2022 ambao tuliraise 650 million kutoka kwa Secure, ambao one of the largest investor in the world. Valuation yetu ilikuwa ni $8.4 billion kutoka $8.4 billion, na hiyo ni 2022. Baada hapo hatuja update tena, lakini that was our latest valuation ya 8.4 kwenye kampuni ambayo ilizaliwa 2013. Leo 2026, maana miaka 13 tena baadaye, tumetoka, yani valuation ya kampuni imefikia dola bilioni 8.4. Marcus unaona naye? Naona naye at least minimum mara 2 au mara 3 kwa mwaka, kwa sababu tunakuwa na. Wewe ulijiunga nao lini? That's a good question actually. Sasa hivi Bolt tuna wafanyakazi zaidi ya 4,000 all around the world ambao ni proper professional, permanent. Nilikuwa na bahati kuwa employee, tuachana ambao wameondoka na nini, ni employee 241. So nilijoin the company kabla hata ijawa the unicorn, na nilijoin Tanzania, and then nikaenda launch the city ya Mwanza, nasimamia operations zetu. Kipindi hicho nilikuwa nafanya kazi on the consumer side of the business, and then baada hapo nikarudi 2019 nasimamia all the remote city, and then from 2021 nika take over our B2B business ambao tuli launch. From there nilianza kusimamia Tanzania na Uganda, but after a certain period nikaanza kusimamia Kenya. By March 2022 nilikuwa interim regional manager of the whole of Eastern Africa on the B2B side of our business. And then kuanzia Tunisia used to be our franchise market. Ilikuwa ni tuna model ya franchise pia. And then we took over kuanzia July 2022, ikaja part of my scope here. And baada hapo nafikiri kwenye operations zetu zote kwa Afrika, nchi pekee ambao sijawahi kusimamia at any point ni Nigeria, lakini sasa hivi kwa muda huu nasimamia Tanzania, Ghana, South Africa. Tunisia tuli shut down unfortunately last year. Lakini kwa nini? It was more of a regulatory aspect which we can't disclose kutokana na regulator, unavyodeal na regulator, it's a bit kuna lot of hizo, na unapozungumzia regulator maana yake ni mamlaka. Wow. Na sasa kwenye mkate ule wa 100%, kwa sasa hivi Bolt inashikwa na watu wangapi in terms of sharing ownership? Ownership. So bado tuko ni a private company, hatujawa public listed. So kwa vile kwenye nchi zote hizi, kwenye nchi zote, yani hata Tanzania tuko ni subsidiary ya the group ambayo inakuwa kwenye kila nchi, any entity inakuwa ni subsidiary ya group. So saizi ni baadhi ya wamiliki
investor tofauti kuanzia Citi ni one of our investors, lakini bado Marcus ana mkate mkubwa. Market actually ni one of the largest shareholders still. Kwa sababu najua kwenye hizi startups zinapokuwa zinapoanza unapohitaji fedha unajikuta share zako unazitoa, lakini bahati mbaya inafika time unakosa sauti kabisa, si ndio? Kwa hiyo bado amevuka 51. Siwezi kudisclose ni asilimia ngapi lakini okay, anaweza akawa hajavuka 51, anaweza akawa hata na 20 lakini waliobakia wana kidogo. That's correct. So tuna vitu vingi sana ukiangalia kwenye the whole ecosystem ya startup. Kuna investor, lakini pia kuna employee, lakini pia kuna founder na co-founder. So sisi kwetu kwa mfano tuna equity program. Kila mfanyakazi, hata wewe leo ukitujoin kufanya kazi kwetu, you become part of the owner of the company kwa sababu we give you equity. Of course inakuwa iko capped. Okay. So employee wetu wote wanakuwa ni part of the owner of the business. Of course faida yake ni nini kwa faida anayetutazama hivi sasa? Unapotoa equity, yani unapowafanya wafanyakazi wakawa sehemu ya kampuni mbali ya mshahara. Kuna vitu vingi sana kwa sababu mwisho wa siku wafanyakazi ndo wanachangia kwa kiasi kikubwa kuweza kuhakikisha kwamba biashara inakuwa. Na traditional companies zamani zilikuwa na mindset ya kuwa tuna control, lakini control over growth ni vitu ambavyo watu wengi ukiangalia in a tech space watu wanaangalia, lakini pia ili kuweza kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanakuwa more motivated in a long run au long benefit, lazima uweze kuhakikisha kwamba na wenyewe they feel kwamba they are part of what you guys are building. Kwa maana kampuni ikikua na wao wanakuwa kiuchumi. Kwa sababu imagine leo mtu aliyokuwa na stock 100 za Microsoft miaka 25 iliyopita leo ni multi-millionaire kwa sababu wana dilute the business, inazidi ku grow, the valuation ina grow. So in a long run kwa mtu yote anayekuja akifanya kazi, advantage yake kwa mfanyakazi anakuwa anajua kwamba ndio napata mshahara ambao nitaweza kuhudumia familia yangu, lakini hii biashara ikikua inamaanisha kwamba na mimi natengeneza future nzuri kwa sababu yangu mwenyewe, kwa sababu ya familia yangu, lakini pia uchumi wangu inawezekana ndani ya muda fulani utakuwa. So ni mindset ambayo ni nzuri, inawafanya wafanyakazi waweze kujitoa kuhakikisha kwamba wana treat biashara yao ile biashara kama ya kwao, wakijua kwamba hii biashara ikikua uchumi wetu utakuwa pia na uchumi wa kampuni pia utakuwa. Kwa hiyo ni moja ya advantage za equity program. Katika pitapita yako unajua umewasikia Credit Info, mnafanya nao kazi vipi? Maana kinajua biashara zenu ni mbili tofauti, si ndio? Kuna kitu gani ambacho mnafanya, mnatengeneza, mna ushirikiano? Uhusiano wetu na Credit Info ni wa kipekee zaidi sana actually, kwa engo ambayo mfano business line inayosimamia ambao ni Bolt for Business, tuna deal na enterprises na B2G na government pia. Na katika watu wote hao solution yetu inakuwa ni kuweza kusaidia taasisi au enterprises kuwa na option ya kuweza kucontrol, kumonitor jinsi gani watu wanao move on a daily basis for anything ambao ni work related au safari zote za kikazi. Na pindi watu wanapotumia hizo huduma zote za kikazi ni kwamba sisi tunaishia mwisho wa mwezi tunawabill, either ni taasisi ya umma, tunafanya kazi na taasisi za umma nyingi actually, na ukizungumzia hizi labda sekta binafsi, nafikiri taasisi zote kubwa unazozijua zaidi ya 90% ni wateja wetu wanatumia. Sasa tuende hapa kidogo Milo. Inaitwa ni Bolt for Business. How does it work? So ndo kwa sababu najua Bolt, najua mtu anajua yeye anaiita, lakini hii kwenye taasisi inafanyaje, inakuaje? Bolt for Business na ndio ambayo nilikuwa nazungumzia jinsi tunavyofanya na Credit Info, ni kwamba tunakuwa na additional application ambayo ni web app, ambapo enterprises baada ya kuja kwetu wanaomba maombi ya kufungua account na sisi. Tunawapa access ya hiyo web app ambao ni dashboard, na taasisi zinaweza kuregulate. Kwa mfano unawafanya Credit Info na wafanyakazi 10 na uzuri Credit Info by the way wenyewe ni wateja wetu pia. So Credit Info wanaweza kuset rules ya kwamba wafanyakazi wao kwa safari zote za kikazi, kila mtu anaweza kutumia safari ngapi kwa siku, lakini pia kila mtu anaweza kutumia kiasi gani kwa siku. Ina maana taasisi inaweza kucontrol, lakini pia inaweza kuona sehemu zote ambao wafanyakazi wake walienda kila siku. Zaidi ya hapo inaweza kurestrict saa ngapi na saa ngapi wafanyakazi wanaweza kutumia huduma. Lakini imagine leo unafanya kazi Credit Info ila umesafiri upo London. Hakuna haja kampuni kukupa credit card au kukupa petty cash. With our services na maana unaweza kutumia hata London au popote ulimwenguni, kwa sababu tuna operate ndani ya nchi 65 na miji 700. Utaweza kutumia and then we bill you kwenye locally kwenye currency ya TZS. Now, how does it work na Credit Info ni kwamba
Credit Info ni mshirika wetu mkubwa sana, kwa sababu kama tunaweza kuwapa watu option ya kutumia alafu tunawabili baada ya siku 30, ni muhimu sana kujua credit score yao. Kwa maana yake ni mfanyakazi wa Credit Info au taasisi yote ambayo inafanya kazi na Bolt anaweza akatumia hizi huduma ndani, lakini anaweza akatoka hapa akaenda London. Wakati anakwenda, akifika London airport akafuatwa na Bolt. Yote inawezekana na asilipe kabisa cash, ile hela ikaingia huku ikawa build kwa Credit Info katika mfumo ule wa kila mwezi. That's correct. Na zile safari zake za pale akitaka kutoka hotelini kwenda mkutanoni, si ndio? Zote hizo kabisa. Kwa ina maana tunakuwa ni ile ambayo tunaita centralized billing system. Kati ya hizo nchi zote 65 nilizozisema, mtu yote as long as una account ya Bolt for Business Tanzania, ukisafiri kwenye hizo nchi zote, iwe ni Ufaransa, Sweden, nchi zote ambazo Bolt tuna operate, utaweza kutumia, na ukirudi hapa au utaweza kulipa chochote ukirudi hapa mwisho wa mwezi, tutakapokutumia ile bili yako pamoja kule ulitumia katika currency ambayo ni ya kigeni, sisi hapa tutaweza kukubili kwenye currency yetu ambayo local currency ambayo ni shilingi ya ile pale ya. Na tunatumia rate actually ya Central Bank, which is a good thing kwa upande huo. Marekani mpo? Actually Marekani tumelaunch last year, lakini hamjagombana na hivi Uber ni wa wapi? Uber ni wa Marekani. Yeah. So kwa North America tulianza na Canada. Tuko Canada, tulianza na Ontario na baadhi ya miji, and then tuko Mexico. Na Marekani tulilaunch mwaka jana, lakini tulianza kulaunch na our rental business line ambayo tuna electric scooter na electric bike Washington DC. Lakini probably in the future tutaweza kuexpand some other business line. Kwa hiyo kwenye hii Bolt for Business najua kwenye mfumo wa watu taasisi kulipa kila mwisho wa mwezi, kuna mazingira ambayo kuna taasisi zinasumbua, si ndio? Credit Info anafanyaje hapo? Ndo kama nilivyokuwa nazungumza, na ndo hapo unakuja ushirikiano mzuri sana wa Credit Info na teknolojia yao jinsi gani inavyofanya kazi. Kwa sababu kabla ya Credit Info kulikuwa kuna hizo challenge, huwezi kujua the credit history, kitu ambacho labda mwananchi wa kawaida anaweza asijue. Kumbukumbu ya taarifa zako sio tu kwa mtu binafsi, hata taasisi pia lazima tuweze kujua, je, hii taasisi inakopesheka? Je, hii taasisi ina mikopo kama 10 haijalipa na ina uwezo wa kulipa? So Credit Info ndo wanakuja on board. So unajikuta mara nyingi kila taasisi inapokuja kwetu, unapoleta maombi, tunaweza ku run through Credit Info. Wanatupa full report kuanzia director wao, je wana rekodi nzuri, kuanzia taasisi yenyewe, je wanaweza kulipa au kwenye grade hivi. Kwa mfano taasisi haina tatizo, lakini director kazingua, ana matatizo kwenye rekodi zake za nani zake, inakuwaje? Mnaweza mkakataa? So ina depend na position ya director kwenye hiyo kampuni. Labda kama ikiwa ni majority shareholder, hiyo tayari ni red flag. Kwa sababu kama yeye ni majority shareholder, inamaanisha kwamba chochote kile ambacho kinamuaffect kitakuwa na impact kwenye business yake. The good thing, nafikiri watu wengi wanajitahidi sana kutofautisha, na taasisi nyingi zinakuwa zikijitahidi sana kujenga credit score yao ambao ni nzuri. So Credit Info wamekuwa kitusaidia kwenye hiyo angle ambao tunapata taarifa ambazo ni accurate na updated kila siku, na hata timu yangu kila mara wanakuwa kitumia hiyo. Lakini pia hata tuna plan kuweza kuangalia upande hata wa madereva yetu, kuverify document kama za magari, kuverify driving license, kwa sababu ni solution ambao iko embedded kwenye hiyo teknolojia ya Credit Info. Kabla ya mifumo hii ya taxi mtandao kuingia, tumekuwa na taxi kwa miaka mingi sana, na nimepata kusikia taarifa mbalimbali za kampuni kama ya kwenu ikipata tabu kwenye nchi kwa sababu ya vita ambayo inapigana. Wapi mmepata challenges za namna hiyo? Unakuta mnafika, lakini wamiliki wa taxi wa nchi hizo wanaandamana, wakati mwingine wanaikataa hii mifumo. Wapi na wapi mmepata hayo matatizo? No, kama nilivyosema Masudi, unajua kukubali jambo jipya sio rahisi. Na mfano ambao mimi siku zote waga na utoa ni jinsi gani ambavyo, kama unakumbuka M-Pesa ilivyokuja kipindi hicho, watu walikuwa wanahisi kwamba utaibiwa hela yako, ni utapeli. Na watu ambao walikuwa ni masuper dealer kipindi ile walipiga hela sana, walitajirika, watu ambao walikuwa ni maagent wa mwanzoni. Lakini pia nitoe mfano, sitaki hata kuzungumzia nchi nyingi kwa sababu nilikuwa part ya history ya Tanzania kipindi tumekuja. Haikuwa rahisi kwa sababu kulikuwa mna regulation, kulikuwa mna sheria kuregulate teknolojia za kampuni za taxi mtandaoni. So Dar es Salaam pekee tulipata challenge
kwa vikundi vya madereva walikuwa nafikiri sisi ni wanyonyaji, hatuwezi kuwapa, tunakuja tu kuchukua kwao. So ilikuwa ni challenge. Hata nakumbuka tulivyoenda Mwanza, it was a battle, lakini baada ya adoption, kwa sababu industry yetu au teknolojia yetu sio kuwa biashara ya taxi au biashara ya usafiri, bali sisi tunakuja ku-add value kwenye hiyo biashara. Na nitakupa mfano ambao rahisi ambao utakufanya uelewe biashara yetu. Zamani ilikuwa ni kutoka hapa Victoria kwenye taxi za kawaida kwenda mjini, dereva atakwambia shilingi 40,000. Unajua kwa nini ilikuwa ni 40? Anapiga hesabu kwamba shilingi 40,000 nikitoka hapa kwenda posta na kurudi tena, walikuwa nakuchaji na safari ya kurudi. Now sisi tunakuja tunakuambia kwamba okay, mimi nitakupa 60% ya hiyo 40,000. Tuseme labda nitakupa shilingi 28,000 kutoka hapa kwenda posta, lakini nakugarantia ukifika posta una 95% ya kumpata abiria wa kurudi naye hapa. Now ukiangalia kwenye unit economics ya hizo safari zote mbili, gharama za uendeshaji ya hizo trip zote, mtu aliyotoka hapa kwenda posta na abiria na akarudi bila abiria, na mtu aliyotoka hapa na abiria kwenda posta kwa bei ambayo ni nafuu na akarudi hapa na abiria, gharama za uendeshaji zimefanana kwenye unit economics. Lakini kutokana na frequency, huyu aliotengeneza aliochukua 70% 28,000 kwenda posta akarudi na mtu mwingine, na ule mtu aliorudi bila mtu, gharama za uendeshaji zimefanana, lakini kwenye frequency, kutokana sisi tumempa trip mbili, huyu mtu anaishia kutengeneza more profit kwake kutokana na kwamba na ile frequency ambayo tulimpa. That's the idea around technologies. Sio tu anawe mnamhakikishia safari ya kurudi, anaweza akafika posta akapata safari ya kwenda Mbagala. Na akafika Mbagala akapata safari ya kurudi posta. Na akapata mtu wa kurudi naye huku nani alikotoka. Nakumbuka ilikuwa tukishuka, watanisamee ndugu zangu wa airport. Ilikuwa ukishuka airport unakutana na ubao umeandikwa pale kutokwenda Mbezi 40,000 60,000. Umenielewa Na wakati mwingine wanaweka hata kwa dola. Wakati mwingine wanaweka kwa dola, lakini unaiona wepesi ambao umekuja. Na mimi mara nyingi wanasema kwamba maisha bora siku zote sio nchi au sio mamlaka kuwawekea watu fedha mifukoni. Ni kuhakikisha kwamba gharama za maisha zinapungua. Kwa hiyo sema alikuwa analipa 10,000, akiweza kulipa 4,000 ili 6,000 anaifanyia jambo jingine. Lakini pia Milu kuna kitu kimoja alikuwa anakizungumza, anasema walipoingia hakukuwa na regulations, hakukuwa na sheria. Si kitu cha ajabu kwa sababu dunia inavyokwenda kila siku vinakuja vitu vipya. Na mimi ninachopenda kuhusu dunia kinaanza kitu alafu ndio zinakuja zinatengenezwa sheria. Mimi nakumbuka wakati sisi tumeanza kutengeneza gari za umeme, tulipokuwa tunatafuta leseni, tumeenda TBS, hawakuwa na standards. Kwa hiyo kabidi waanze kutafuta zile za kimataifa. Kwa hiyo mara nyingi huwa vinaanza vitu alafu zinakuja sheria. Sio kosa, kwa sababu vitu vinakuja vipya. Yani nilitaka niweke hiyo sawa, watu wasije wakaona kwamba kwa nini hakukuwa na sheria. Yani hata sasa hivi unaona hatuna gari zinazopaa. Kwa hiyo hakuna sheria ya gari zinazopaa, lakini dunia inakokwenda tutaanza kuwa na gari zinapaa, zitatengenezwa sheria zake. Asante, hongereni sana. Katikati mlikuwa kuna manunguniko sana na madereva, wamiliki wa magari. Hivi nikisema dereva ndio mmiliki wa gari, au anaweza kawa ni dereva amepewa gari na mtu mwingine. Lakini kama kuhusu asilimia ile mlikwenda kwendaje? So ni ukiangalia kwenye mfumo wetu tunavyofanya kazi, tunafanya kazi based on commission. Commission meaning kwamba ukichukua trip yoyote ile kutoka point A hadi B, kwa vile ni teknolojia yetu inatumika, kuna vitu vingi behind the scene ambao mtu anafikiri kwamba application ni rahisi, lakini sio rahisi. Kuweza kuhakikisha kwamba application inafanya, tunakuwa na a certain portion ambao tumepata. Na kama ninavyosema mwanzoni, kulikuwa hamna regulation. Kwa vile kulikuwa hamna regulation, ilikuwa ni issue ya kubalance tu. Lakini baadaye ikaja regulation ambao kutokana na directives ambao ni washirika wetu wazuri LATRA ambao ndio regulator wetu, wakaleta hizo indicator kwamba commission ambao mnaoicharge lazima iweze kuwa kwenye hii range na hii ili iweze kuwa na manufaa kwa abiria, kwa sababu regulator kazi yake ni moja, kuweza kuregulate kitu kiweze kuwa na manufaa kwa mtumiaji ambao ni consumer, lakini pia kwa wafanyabiashara ambao labda ni watumiaji pia, lakini pia kwa mtoa huduma ambao ni mshirika wetu ambao ni partner wetu ambao ni dereva. So ilikuwa ni challenge around hiyo, lakini kwa usimamizi mzuri kabisa wa LATRA tuliweza kukaa, wakaja waka revise hiyo kitu ya
regulation around hiyo commission yetu ni ipi ambayo tukafanya na range ipi. So right now iko capped. Okay. Kuna a certain threshold ambao huwezi kupita kutokana kwamba serikali inajaribu kuregulate na kuweza kubalance kwa pande zote tatu au nne, ambao kwamba kama ni wafanyabiashara wanaweza kupata huduma nzuri, watumiaji wa kawaida wanaweza kupata, lakini pia mtoa huduma ambao ni mshirika wetu ambao ni dereva anaweza kutengeneza kipato ambacho kitamfanya aendeshe maisha yake au hudumie chombo, kwa sababu wengi wanakuwa labda si wamiliki wa vyombo, kwa kujibu swali lako kwa na ili kuweza kubalance pande zote. Kuna siku niliita gari unaiona namba lakini akaja dereva yule na gari nyingine. Hii huwa mnaifanyaje? Mnairuhusu hii? Kutokana na policy zetu, abiria utaki kupanda gari unapoita dereva yote anapokuja. Jambo la kwanza ambalo tunakushauri kufanya ni kuweza kuhakikisha kwamba una check plate number inafanana na ambayo iko kwenye application yako, lakini pia tunahakikisha kwamba kwa usalama wa abiria wetu ni kitu ambacho tunachukulia very serious. Kwamba ni vyema pia tunashauri times zetu na kuambia abiria, ukimwona dereva ambao sura ambayo ipo kwenye application na ambao unaiona live as fanani, utaki kupanda hilo gari, bali unachotakiwa ukifanya ni kuweza kuripoti kwetu, na tuna team ya watu ambao wa safety wanafanya kazi masaa 24. Akiwa dereva akiwa ni yeye lakini gari sio, hiyo pia ni kosa, utaki kupanda, inabidi uweze kuripoti ili tuweze kuchukua action, kwa sababu tunataka kuweza kuhakikisha kwamba chombo kinachokufuata ni salama na dereva pia anayekufuata ataweza kutoa huduma ambayo ni nzuri. So terms zetu and condition hazikuruhusu kuweza kupanda kwenye hicho chombo. Kuna challenge ya baadhi ya watu watakuwa in a rush, anaamua tu kwa vile in a rush na staki ya haraka ambayo inasababisha watu wanaweza wakapenda, lakini ningependelea kuambia watu kwamba tunajali sana usalama wako, tunataka ukuona ukiwa salama, kuhakikisha kwamba kila mara kabla ya kupanda kwenye chombo chochote kile ambacho umekiita kupitia marketplace yetu au application yetu, hakikisha kwamba sura ya dereva ni hiyo hiyo, hakikisha kwamba namba ya gari ni hiyo hiyo, na endapo sio, basi tafadhali unaweza kaenda kwenye application, kuna option ya support, tuandikie, au unaweza kutumia email kwenda tanzania@bolt.eu tanzania@bolt.eu na tunaweza kuchukua hatua za haraka moja kwa moja. Kuna watu anaita Bolt alafu dereva anamshawishi abiria cancel. Ile ni mbaya sana, kwa sababu anakuwa hayuko kwenye record zenu, si ndio? Kabisa. So ni hilo swala pia ambao tukirudia hata kwenye time zetu, na tumekuwa tukifanya campaign nyingi sana za kuelimisha watu, ni kwamba ukichukua leo dereva baada ya kuwa umerequest alafu akwambia ufanye offline, inahatarisha maisha yako kwa vitu vile, kwamba kwetu hakuna rekodi yoyote kwamba ulichukua hiyo safari unaweza kuichukua, lakini pia dereva anaweza kaishia kuweza kuambia bei ambayo labda ni ya juu zaidi. So jambo la msingi, endapo dereva yote anaweza kuambia kwamba hey, naomba twende offline, ucancel tu hiyo, ni jambo la msingi ni kuweza kucancel hiyo trip, request nyingine na report hiyo dereva, ile hatua za kisheria kutokana na kanuni na taratibu zetu ziweze kuchukuliwa. Kwa sababu hiyo ni kosa, na sio tu kosa kwetu, hata mamlaka ambao wanaturegulate, hilo ni swala ambao wanaendelea kulipigia vita sana. Kabla hujakwenda kwenye future bwana, magari yawe mazuri bwana. Kuna siku nilifuatwa na gari mbaya. Gari ziwe zimenyooka hivi, si ndio? Yani zisiwe gari mbovu. Kuna mara moja zinatokea gari zimechoka hivi. Najua kwenye hizo terms and conditions ambazo mnawawekea madereva na wenye magari, mnaangalia pia aina ya gari, si ndio? Ukiwa una operate any marketplace, kuweza kubalance, especially ukiwa una tens of thousands of watu ambao labda ni partner in your marketplace, run inspection on a daily basis kidogo ni challenge. Now the best practice ambao tuko nayo, na mara nyingi ni call ambao tuko nayo kwa watumiaji wetu wote, wafanyabiashara au watumiaji binafsi, kila baada ya safari yako ya Bolt waga kuna option pale tunaulizaga how was your trip. Watu wengi watu hawajibu, lakini hiyo ni namna gani ambayo tunataka tukashirikiana. Kwa mfano ukimrate dereva na 1 star, huyo dereva utaweza kumpata maishani kwako tena. Lakini pia yes, I'm telling you, lakini pia baada ya safari ukitupa feedback, na ndio maana tunaomba ni rai pia jamani, wafanya biashara, mtumiaji wa kawaida, kila mara unapotumia Bolt mwisho wa safari yako, tafadhali tujulishe your experience. Kama gari ilikuwa sio ya kwenye kiwango ambacho kinachotakiwa, tunachukua tuna timu ambao wanafanya inspection based on hizo report, na watu wote ambao wanakuwa wanakiuka hizo kanuni na taratibu zetu, tunakuwa kuna hatua ambazo ni maalum ambao tunachukua, either kufanya training, kuhakikisha kwamba tuna run inspection, quality na kuwa upgraded. Kwa ni jambo ambalo la
the whole community na users na businesses wanaotumia huduma zetu. Kwa maana abiria wana wajibu wa kuweza kufanya hivyo. Niliona kwenye kwa Airbnb unaposafiri ukikaa, yani ukitoka tu ukimaliza yale makazi kukaa kwako pale, ukiondoka wanakufuata uweze kujaza. Na kuna sehemu wanakuambia hii hatutoionyesha kwenye ile wall ambayo watu wengine wataona, lakini yani we really need to know ili kama kuna marekebisho wafanye. Na hiyo ni nzuri. Future ikoje? That's a question ambayo napenda sana mara nyingi kuhusu future kwa sababu nikiangalia tu ndani ya miaka 7.5 au 8 tangu tumelaunch operations zetu Tanzania, kuna lot of change ambazo zimetokea. Kipindi hicho miaka 9 tulivyo launch, ilikuwa ni ngumu sana kumuona mwanafunzi wa chuo kikuu kuweza kuita taxi na kuweza kumove. Ilikuwa ni ya watu wa aina fulani tu. Sasa hizi wapo hadi vijana wadogo wanaohangaika kila siku wanaweza kutumia hata Bolt kutoka point A kwenda B. Apologies. Lakini pia sasa hivi hata taasisi za umma zimeanza kuadopt. Tumeshinda tenda zaidi ya 4 Tanzania kwenye mfumo wa Bolt for Business. Bolt for Business, taasisi zaidi ya 4 tumeshashinda tenda za serikali. So ukiangalia future, na hii ni call labda kwa all the government entity, technology itakusaidia sana kwenye vitu vingi. Moja hapo ni kuweza kuwa na control, kuset rules na kuweza kuadopt kwenda na teknolojia na dunia ya teknolojia. Na ukiangalia vision ya Tanzania by 2050, wanakuambia kwamba wanataka tuweze kuhakikisha kwamba technology zinakuwa ni uti wa mgongo wa uchumi wetu. So ukiangalia future, the future is really exciting, na future itakuwa nzuri zaidi kwa watu ambao wataadopt teknolojia yetu ambayo ni nzuri, na nafurahi sana kuona kwamba watu wanazidi kuadopt, lakini pia naona future ambayo labda the world government wataweza kuadopt teknolojia na kucut down ile cost na kuweza kuhakikisha kwamba chochote kile ambacho wangeweza kuinvest labda kwenye magari na nini kinaweza kaenda kuinvest kwenye infrastructure, hospital na kadhalika. So the future is really really bright, lakini itaweza kuwa brighter zaidi endapo wewe mfanyabiashara ambaye una biashara yako ndogo, kwa sababu kuna ile misconception kwamba labda tunafanya kazi kwamba labda na taasisi kubwa tu, lakini tunafanya kazi na wewe mfanyabiashara ambao either una taasisi ya watu 2, 5 hadi 10,000 au laki, lakini pia mtu binafsi. Ni kwamba huu ndio muda wa kuweza kuadopt teknolojia ambayo itaweza kufanya maisha yako kuwa rahisi, na tuko open. Lakini pia imagine tutaweza kutumia balance sheet yetu kumlipa dereva wetu kila siku anapokuhudumia, alafu natulipa baada ya siku 30. So the future is really look bright, lakini kwa watu ambao wataweza kuona hii fursa kuliko wale watu ambao wataweza kuwa hesitant na kuja kuikubali hiyo future in the next 10 years, utakuwa tayari ushapoteza kiasi kikubwa ambacho ungeweza kusave na kuweza kuhakikisha kwamba una invest into your business kwenda kugrow. Lakini pia kwa taasisi za umma zote ambazo wanatusikia, ndo wakati wenu wa kuweza kuadopt teknolojia yetu na kuweza kukata hizo cost ambazo zote mnatumia kwenye usafiri na kadhalika. Je, data ambazo zinakusanywa na ninyi Bolt, kwa mfano rekodi za mapato za madereva, zinaweza zikatumika na taasisi za kifedha kwenye kuwapa mikopo? Actually hilo ni swali nzuri, na hilo swali nitaweza kulijibu kwa namna mbili tofauti. Kama nilivyozungumza, tuna makumi ya maelfu, ndo Kiswahili sahihi, makumi ya maelfu ya madereva ambao indirectly ni washirika wetu, lakini indirectly wana ajira ambazo wanaweza kuhudumia wananchi wengi katika miji yetu yote, lakini pia wanahudumia biashara nyingi tofauti kila kukicha. So unajikuta cha kwanza ni kwamba hiyo ni ajira kwanza ambao imepatikana, ambao ni indirectly ajira ya makumi ya maelfu ya madereva wengi wanaotumia platform yetu. Lakini pia ukiangalia Watanzania tuna asili moja ambao ni nzuri zaidi. Inawezekana Bwana Masudi hapo wewe ni mtu mmoja, lakini kuna watu 200 hapo nyuma yako wanakutegemea kipato chako. So unaweza kuona jinsi gani ambavyo tunachangia sana kwenye uchumi wa nchi, katika growth, ukuaji wa uchumi, lakini pia katika ajira kwa namna ambayo sio direct ya watu wengi na kuwagusa maelfu au mamilioni ya Watanzania. Hilo ni moja. Lakini pili, ndio maana hata nilipozungumzia kuhusu application yetu, nilikwambia kwamba application ya dereva inakuwa na kumbukumbu nyingi, kwa sababu watu wengi walikuwa wakifanya kazi kwa namna ambao ni informal, ambao inawezekana mtu anatengeneza milioni 2 lakini hana kumbukumbu ya kuweza kuthibitisha kwamba na nimetengeneza milioni 2 mwezi uliopita. Ukimuuliza hana. So teknolojia yetu inarahisisha hicho kitu, kwamba sasa hivi kila dereva ambao ni mshirika wetu anayefanya kazi na sisi anaweza kupata rekodi yake. Hata taasisi yote ya kifedha ikihitaji kupata taarifa zake za mapato yake ndani ya miezi 12 iliyopita, sasa hivi
teknolojia yetu inarahisisha hicho kitu, ambacho inafungua milango mingi kwenye taasisi za kifedha, lakini pia hata kwenye SACCOS, kwenye ushirika na kadhalika. So ina play umuhimu mkubwa sana. Kuna kipindi tulianzisha scheme ya kuweza kukopesha ya ushirikiano na baadhi ya taasisi katika kuhakikisha kwamba madereva yetu, kwa sababu wengi hawamiliki vyombo, ili kuhakikisha kwamba wanaweza kupata mikopo. Hiyo tulifanya nao kwa muda fulani, lakini pia in a long run tuna vitu vingi ambavyo tuko navyo. Kuna reward program yetu kwa madereva ambao tuko nao. Madereva wanaofanya kazi vizuri na wana rekodi nzuri wanapata labda some discount za mafuta sehemu tofauti. So kiufupi, kila dereva anayefanya kazi na sisi anajipa position nzuri sana endapo kesho au kesho kutwa ataamua kwenda kuongea na taasisi yoyote ile ya kifedha kuhusu kupata mikopo, kuweza kujua kipato chake, inakuwa inampa advantage ambao mtu yote ambaye yuko kwenye ile informal sector hawezi kuipata. So in short ni kwamba ina advantage kubwa sana. Okay, ilianzia Estonia na sasa iko Tanzania na wanatumia wana Bolt for Business, ambapo wewe kwa mfanya biashara hata kama una wafanyakazi wawili unaweza pia ukaingia. Anaitwa Milu Kipimo, ni Senior Country Manager Bolt Business, wako Tanzania, ananiambia Ghana, Uganda, Kenya, si ndio? Kwa Afrika wako nchi nyingi, lakini kwa dunia jumla wako nchi 65. Ni kushukuru sana kwa kuwa na sisi hapa. Tukipata nafasi wakati mwingine vile vile tutakuja kuangalia mmekuwa kwa kiasi gani. Bana, kwako wewe ambaye unatutazama, ni washukuru ambao wamekuletea mazungumzo haya. Nyuma ya kamera wako watu wengi sana, maeditor, madirector na maproducer na kila kitu. Mimi naitwa Masud Kipanya, mpaka wakati mwingine, bye bye.